أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kabla ya kuingia katika maudhui ya hutuba yetu ya Ijumaa, tuzungumze kidogo kama ni utangulizi wa kufanya tathmini ya maisha ya sasa ambayo kwamba tunaishi nayo. Kiasi gani mabadiliko ya wanadamu katika maisha yao sasa hivi yamebadilika kupitia uvumbuzi kwa kila aina. Kutoka watu wanatembea kwa miguu, wakapanda wanyama, mpaka wakawa wenye kupanda vipando vingine wasiokuwa wanyama. Kutoka vipando vinavyotembea mwendo mdogo mpaka leo unakaribia mwendo wa chini, unakaribia kuwa ni wa ndege. Sikwambii wa ndege sasa nao umefika mahali kuna ndege zinaitwa supersonic, zile zamani kama vile Concorde, na sasa hivi kama ndege zile za kivita zinatembea mpaka spidi kilomita 2000 kwa saa. Ni vitu kama lau utavizungumza wakati ule watu wanatembea kwa mguu, kwamba utatoka masafa unayotumia wewe kwa mwezi utatumia kwa madakika au masaa, ni wakati ule ilikuwa ni miujiza. Bali mtu ambaye kwamba hana iman anasema hiyo ni shibul mustahil, ni kitu hakitowezekana. Kutoka eneo hili la usafiri tuende kwenye mwanadamu katika kutembea kwake hii ardhini. Kuruka kwake kukubwa ni mita 1, kwa sababu huyo ndo mwepesi. Kama wale wa Masai wenzetu aruka labda mita 1, tuseme wale wengine ataruka kwa kutumia fimbo, ataruka kidogo ziada, high jumping ile, anaruka kwa michezo, anavuka kidogo hata mita 2 kwa michezo wale. Sikwambii leo ambapo kwamba elimu imefika mahali kuanzia kwenye anga ya kawaida ya futi mpaka 50,000, ndege yenye uzani wa tani mpaka 500, 600 inaruka. Bali mwanadamu kaondoka katika fadhaa, katika anga ya kawaida hii ambapo tunasema tuaita ya kawaida, japo si ya kawaida. Ameiruka mpaka amefika mahali ameingia kwenye eneo la mwezi. Mkondo watu wamevuka tangu 60, mwisho wa miaka 60 tayari watu walishafika kwenye mwezi. Na sasa hivi tukizungumza katika asri hii tuliokuwa nayo, watu wanaangalia sayari nyingine. Je, kuna viumbe vingine? Na kama hakuna, je, kuna uwezekano mwanadamu kwenda kuishi? Je, ile mahitaji ya lazima mwanadamu anayohitaji aishi pale mahali tutayakuta kule, ikiwemo maji? Angalia huyu mwanadamu, huu uwezo wote huu aenda yeye? La, mwezi kaenda yeye mwenyewe, lakini Marsi ambapo kwamba ni sayari ya mbali hajakwenda mwenyewe, katuma vitu na anavikontroli huko. Nini kilichofanya aweze hivyo? Hii leo ukizungumza waona kama ni jambo jipya, waliona bwana ni jambo kubwa, lakini Qur'ani ishalizungumza habari za miujiza ya ilmu. Miaka na makarne imezungumza kisa cha Nabii Allah Suleiman cha kutaka arshi ya Balqis ihudhurishwe mbele yake, yeye akiwa Sham, Balqis akiwa yuko Yemen. Qur'ani ilishatueleza. Angalia, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema katika surati An-Naml, qala ya ayyuhal malak. Nabii Suleiman alisema, enyi watukufu, heshimiwa, ayyukum yatini bi'arshiha qabla an yatuni muslimin, nani ataniletea kiti chake cha enzi cha ufalme kabla hawajanijia hali ya kuwa wamesalimu amri kwangu? Nabii Allah Suleiman anawatahini, anawapa kama ikhtibar. Qala ifritu min aljin ana atika bihi qabla an taquma min maqamika wa inni alayhi laqawiyyun amin. Ifritu min aljin, mmoja katika jini mahiri mwenye nguvu, ana uwezo, tundu tuweza kuita kwa lugha ya kijana kwamba ni mtu ana nguvu. Akasema mimi bwana nitakuletea hiki kiti cha enzi cha Balqis
kabla hujanyanyuka mahali pako hapo ulipo. Unyanyuka manake ni sekunde hata mbili. Kama mtu umekaa hapo unyanyuke, la akhi karim pale, ukitaka kunyanyuka wewe hapo sekunde 3 ndo nyingi, tena umejizoazoa. Lakini mtu mwenye uwezo maki, kijana ameamua kwamba nataka nitumie muda mchache, basi sekunde 1 yatosha. Kwa hiyo huyu bwana Ifrit alimwambia, mimi nitaileta arshi yake, kiti chake cha enzi, kwa kusimama kwako tu itakuwa kiko hapa hapa. Yeye akajisifu kwamba nina nguvu, tena mwaminifu. Nguvu manake nini? Nitaenda spidi, halafu nitarudi spidi, na nitakibeba na nitakitunza kuanzia kisiharibike, bali mpaka vile vito vyake vya thamani vilivyopo katika ile arshi havitopotea. Hapa mwisho wa yote, nguvu hii ni ya jini, ni nguvu ya kiwiliwili. Nitakwenda spidi, nitarudi spidi, nimekibeba. Sababu hapa ya uwezo wa kukileta kikiti kwa haraka ni sababu za kiwiliwili. Tumeelewana? Kwa mimi hapa nanyanyua hiki kitu cha kilo 100 kwa sababu nina uwezo wa mikono, nabeba. Sasa angalia upande wa pili. Upande wa pili anasema Allah subhanahu wa ta'ala, kutumalizia hiki kisa, anasema qala alladhi indahu ilmu min alkitab, akasema yule ambaye kwamba ana elimu ya kitabu, ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk, mimi nitakuletea kabla ya kupepesa jicho. Wakati wewe la akhi karim ananyanyuka pale, hizo sekunde zake 2, wewe kupepesa kwako, ukitaka kuwa na pepesa utapepesa mara ngapi? Nyingi. Sababu yani hata chini. Huyu mwenye ilmu ya kitabu ni binadamu, alikuwa ni mmoja katika mawaziri wa Nabii Allah Suleiman, lakini ana ilmu. Angalia sasa ninachotaka kukifikisha kwako. Huyu katumia nguvu zake, power yake ya nguvu Mungu aliyompa ya kijini, kuleta arshi ya ya Balqis kwa nguvu yake yote ya mwili, kuonyesha power kwa Nabii Allah Suleiman kwa muda mfupi wa kwenda mpaka Yemen na kurudi, hali ya kuwa amebeba mzigo kwa kiwango cha sekunde 3 mpaka 4. Mfano tupe maximum hiyo 2. Mwenzake kampa kwamba mimi kupepesa ni chini ya hata milisekunde zile. Yeye hakwenda yeye mwenyewe, bali kabaki pale pale, kuna nguvu nyingine. Hii nguvu ni ipi? Huyu ni waziri tu, hakuwa jini. Hii nguvu ni ipi? Ilmu. Ni elimu. Ilmu una uwezo kuita lugha yako yoyote, ni power. Uchawi ni lugha yote unayoitaka kujua, lakini ukumbuke ilmu ni kitu tofauti sana. Ndugu Waislamu, aliposema Nabii Allah Suleiman kwamba nataka niletewe nguvu 2 hizi, zikawa ni zenye kufanyaje, kuonyesha uwezo wake wa kuleta kila alichokitaka Nabii Allah Suleiman. Nguvu zote huwezi kuziita ni nguvu ndogo, kwa sababu hata hizi za kibinadamu za leo, kuwa leo uende kwa nguvu zako za kibinadamu, nguvu hata za huyo jini, basi hazishindi tarfata ain, kupepesa kwa jicho. Ndugu Waislamu, alipoletewa Nabii Allah Suleiman, yeye alimaliza kwamba qala, alisema hadha min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur, hii ni katika fadhila za Mola wangu mlezi, ili anitahini mimi, anijaribu mimi, nitashukuru ama nitafanya nitakufuru kwa hizi neema. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nguvu zake Nabii Allah Suleiman anazijua, nguvu za elimu anazijua. Ndio maana akasema kwamba hii ni fadhila ya Mwenyezi Mungu, ananipima mimi nitazitumia vipi nguvu zote, sababu wote hawa nao wako katika kabdha yake. Mkumbuke hakuna mtu ambaye kwamba ameweza kuwa na ufalme kama wa Nabii Allah Suleiman. Ufalme wa leo kubwa atakalokuwa anasifiwa nalo ni uwezo wa mali, si ndio? Na pili ni umiliki au uongozi au udhibiti wa watu. Nina mali nyingi na huku mimi ni kiongozi. Lakini Nabii Allah Suleiman
mbali na watu, mbali na majini, mbali na wanyama, ndege, mpaka upepo wampeleka hapa anapopataka. Hakuna mtu ambaye kwamba amepewa ufalme kama Nabii Allah Suleiman, na huku bado nini? Nabii. Kwa hiyo neema, uwezo hailazimishi kwamba wewe uwe si mtu mwema, bali unaweza ukawa una mazuri makubwa ya katika sifa za kidunia, na huku bado umebaki katika mstari, ukawa bado ni nani? Ni mcha Mungu. Kitu ambacho kwamba wengi katika watu wanao Mwenyezi Mungu anawafungulia katika maisha kubaki katika mstari madhubuti kwenye dini ni juhudi kubwa, na wengi wao wanafeli. Ndugu Waislamu, tunaweza kusema kwamba katika mazungumzo haya tu au kisa hiki unaweza kuleta principle fulani za kimaisha kuhusu eneo hili la elimu. Kwanza, alquwwatu bila ilm khatar, nguvu bila elimu ni hatari. Lakini vile vile alilmu bila iman naqs, elimu bila imani mapungufu. Lakini ilm ma'al iman, elimu pamoja na iman ndio sirru tamkin fil ardh, ndio siri ya kumakinishwa, kuwezeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala kufikia daraja kwa kweli wewe ni khalifa. Angalia wenzetu hawa wa leo, huu ulimwengu wa leo ambao kwamba tunasema siri ya mafanikio yao ni elimu. Angalia, tuweza tukasema na tunaweza kudiriki kusema ni watu waliochelewa mno kufikia hali hii, kwa sababu kilinganisha na waliotutangulia katika sisi Waislamu ambao kwamba walikuwa wacha Mungu na huku wakawa na elimu. Mwenyezi Mungu alijalia kuvumbua mambo mengi ambayo kwamba hawa unaoona leo sasa ndo walimu wetu, wao ndio walikuwa wanafunzi kwao. Ndugu Waislamu, huu utangulizi wetu wa hii khutba yetu ni ile kwamba ilmu ndio rif'atun lil umam, elimu ndio umma unapanda juu kwa elimu. Ukiangalia ulimwengu huu leo wa Kiislamu tunauishi, waliotuzidi au waliotumia eneo hili vizuri ndio kwamba wamefika mahali wanatawala ulimwengu. Wanatawala kwa njia nyingi, kuanzia utawala wa maarifa mpaka kiuchumi, kwa sababu elimu unatengeneza uchumi, elimu unatengeneza uwezo. Kwa hiyo ni eneo ambalo kwamba ndugu Waislamu sisi tuseme tuna uwezo kusema au tunadiriki kusema tumeteleza napo hapo. Hapa ni mahali ambapo kwamba sisi wenzetu waliotutangulia katika generation za nyuma za zamani walipokuwa wamemakinika nako, waliweza kuwa ndio katika riada, katika kuongoza. Ndugu Waislamu, elimu katika Uislamu tushazungumza sana katika khutab nyingi, muhadharat nyingi. Eneo hili ni ambapo kwamba yani tukasema tutachukua tu nukta hizi ambazo kwamba zitaamsha hisia zetu tena kwamba tunatakiwa tujifanyie tathmini. Wapi mahali tunatakiwa, alafu sisi wapi tupo. Kwanza kabisa ukumbuke wewe uko tofauti baina utakapokuwa una elimu ndogo, sikwambii utapokuwa huna elimu kabisa, una elimu chache, na utakapokuwa umeongeza maarifa yako utakuwa ni mtu tofauti, kuanzia katika decision making, katika kufanya maamuzi na tasarufati zako na muamala wako na watu wote. Lakini au kwanza kabisa ni muamala wako na Mola wako ndio utakapoboreka kwanza, kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun inma yatadhakkaru ulul albab. Sema, je, wako sawa wale ambao kwamba wanajua, wana elimu, na wale ambao kwamba hawajui, hawana elimu? Hakika wanazingatia wenye akili. Ndugu Waislamu, maulama, watu wenye elimu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejalia kwamba baada ya kuondoka wa mitume wao ndio viongozi, na kama vile alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, al-ulama warathatul anbiya, maulama ni warithi wa mitume. Ala wa innal anbiya lam yuwarithu dirhaman wala dinara, tambue kwamba manabii hawakurithisha dirham wala dinar, wa inma warathul ilm, lakini wamerithisha nini? Elimu. Faman akhadha minhu faqad akhadha bihadhin wafir, atakayechukua katika hii elimu amechukua kitu kikubwa.
Kumbuka ndugu Waislamu, al-anbiya katika majukumu yao hayakuwa ni ilmu dini peke yake, hayakuwa ni kuongoza watu kwenye dini tu, bali Mtume sallallahu alaihi wasallam tukitolea mfano alikuwa ni kiongozi mpaka katika maisha ya wanadamu ya kawaida. Kila mahali ambapo kwamba wewe utakwenda utakutana na maukifu yoyote ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini jingine ndugu Waislamu, vipi utaweza kufika mahali ukawa na uvumbuzi kama utakuwa na akili mbovu, akili vivu, akili ambayo kwamba huipendi kuichangamsha? Huwezi kufika mahali unavumbua mambo wala kujua siri za huu ulimwengu, ambao kwamba wenzetu kufika mahali ni kama vile waliotoka nje ya dunia, wakatoka nje ya galaxy zote wakaangalia, mpaka wakatuambia leo kama hii solar system yetu tuliokuwa nayo na sayari zetu 9 tunazunguka nini jua, kuna mamilioni ya sayari kama hizo ambazo kwamba zinaelea, haziko ardhini, zinaelea. Inafika mahali elimu sahihi kusema kuhusu eneo hilo ni kusema usahihi wa hizi taarifa kamili anajua Mungu tu, kwa sababu kila wakienda kinachoonekana leo ni kipya, baadaye wanagundua kumbe kile hapana, kuna jipya la ziada. Ndugu Waislamu, vipi tutafika kuvumbua hayo na kuona uwezo wa Mwenyezi Mungu kama hatujaingia kwenye elimu? Ndugu Waislamu, eneo la kujimarisha sisi kama umma wa Kiislamu ni eneo hili la elimu, na sisi kama Waislamu tuna nafasi kubwa wa mafanikio katika ilmu, kwa sababu sisi tuna sifa ya iman. Ni kama tulivyotangulia ile principle iman, elimu pamoja na iman unafanyiwa tamkini. Asiyekuwa Muislamu yeye mafanikio yake yote yatakwenda na baadhi ya asbab, kwa maana ukichukua chuma na magnet ni vitu vinavutana, kitagusa, ni sababu zile. Lakini wewe kuna sababu nyingine ambazo kwamba ziko nje ya sababu za kidunia za kawaida, nayo ni kuwa ilahia, tawfiqun min Allah. Hata kama ni chuma kwa chuma vilitakiwa vigandane, maadamu Mungu kataka akufanikishe, basi hata chuma ndani ya maji kikashikwa na kitu kingine, chuma mwenzake ikawa kama magnet, kwa sababu Mungu kataka wewe ufanikiwe. Zile asbabu ambazo kwamba za kawaida zimekosekana, lakini Mwenyezi Mungu aleta asbabu zake yeye mwenyewe. Na ndio maana wenzetu waliotangulia walifanikiwa kufanya yale ambayo kwamba kwa wakati ule na kwa asbabu walizokuwa nazo, vitendea kazi walivyokuwa navyo vilikuwa ni vigumu kuvifanya. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, soma kwa jina la Mola wako mlezi ambaye kwamba ameumba. Iqra bismi rabbika, kusoma kwa jina la Mola wako mlezi maana yake nini? Ndio chote unachokisoma, kuanzia elimu ya dini ambayo kwamba ndio la kwanza, sababu ndio cha kwanza kutangulizwa, hata elimu ambayo kwamba si ya kidini. Ukifanya lillahi ta'ala, Mwenyezi Mungu atakupa tamkini. Mfano wake ni mfano kama daktari ukiwa na nia saliha nzuri, mimi nasoma lillahi ta'ala nije wasaidia wanadamu wenzangu, basi ukiwa mkweli wa nafsi na ukuonyesha tamaa hata katika chaji zako, maana hapo ndo pa kufanya ubainike wewe ni mtu wa tamaa au kweli lillahi ta'ala. Kuna watu specialist ukimwona 10,000 kama daktari mwingine, kuna mwingine specialist wa tiba hiyo hiyo umuona 1,500,000. Ukimpigia simu pia kwambia hiyo unajua hii ina gharama. Huyo ni tofauti anayejitolea lillahi ta'ala, umpe shilingi 10,000 ili aishi tu. Yule ambaye kwamba anafanya lillahi ta'ala, Mungu humpa taufiki. Dawa hiyo hiyo ndo namba 1 yawa, dawa namba 1 yawa. Yule unamuona specialist atakupa muda, njoo baada ya wiki 2, na ukienda kumwambia dokta haikunifaa, akubadilishia, haikufaa, wewe una imani. Lakini taufiki ya Mwenyezi Mungu iko pale unapokuwa unafanya kwa ajili yake. Ndugu Waislamu, Allah Subhanahu wa Ta'ala kuhusu elimu tushataja nun wal qalami wama yasturun, ameapia mpaka kwa kalamu na yale yanayoandikwa kupandisha elimu
daraja, kuonyesha ni kiasi gani ndio kama game changer, ndio kama turufu. Tukiwa nayo basi tayari sisi tumefanyaje? Tumebadilisha huu umma wa Kiislamu. Haya maisha yote vurugu hizi ambazo kwamba leo sisi twaishi nazo, ukiangalia wengi wanaofanya yale ambayo kwamba yaitwa ni ya fujo, yafanywa na watu ambao kwamba elimu zao ziko chini. Kama watu wenye elimu hasa, yale ambayo kwamba tumeyapitia yasingetokea. Ndugu Waislamu, katika ambapo kwamba tukasema tumetaja elimu hapa, tusije tukaenda kwamba elimu hapa tunazungumza science ya ulimwengu huu tulionao. La, jambo la kwanza, ilmu ya kwanza ni ilmu Allah, kitabu cha Mwenyezi Mungu. Hutofanikiwa hata uwe daktari kiasi gani kama wewe hutokuwa na nuru ya imani, hutokuwa na chanzo kikuu cha elimu ya Mwenyezi Mungu, nayo imetoka nayo kwenye nini? Kwenye Qur'an. Kwa hiyo la kwanza, kwa sababu hakuna mbadala wa namba hii zaidi ya kutajwa kwa nini? Qur'an. Hakikisha unasoma Qur'an ili uje uwe mwanasayansi mzuri. Eneo hili lazima uwe mzuri vile vile. Waqala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Hatutakiwi Qur'ani iwe tumeihama, ndugu Waislamu. Bahati mbaya katika eneo ambalo kwamba tuna mapungufu nayo sana, ukifanya tathmini humu ndani kwa siku mtu anasoma Qur'ani kiasi gani, basi huenda tukatoka na natija ambazo kwamba itasikitisha, kwa sababu huenda wengine hawaswali zaidi ya zile wanazosoma katika hii swala tu. Sikwambii mtu atasoma labda sura moja tu, pengine huenda hata hiyo moja haisomi mtu. Vipi tutakuwa na athari katika maisha yetu? Lakini vile vile ukumbuke kwamba swala la kujielimisha na kuboresha maisha yako ni kujiokoa wewe mwenyewe. Ni kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipoleta amri yake hii, aliposema ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum, enyi ambao kwamba mmeamini ziokoeni nafsi zenu. Kukumbuka kuelimika ni sawa sawa na kujua njia sahihi ya kupita, njia ya hatari. Ukipita huku njia hii umeambiwa kabisa njia hii ukipita ina mtelezo na ina mashimo, na huenda kuna maeneo ambayo kwamba ukipita watumbukia. Wewe waona ni kama vile maji, wewe waona barabara yaenda na kule kuna barabara, kumbe pale penye maji ndio penye shimo. Si ujui, wasema hii ni maji tu yamepita juu, waingia wazama au watumbukia kabisa. Lakini ukijua utaipita, uipiti. Kwa ilmu, kuelimika ni kujiokoa wewe mwenyewe. Ujinga ni kuangamia, ndugu Waislamu. Tukumbuke ndugu Waislamu, nafsi yako wewe kuelimisha ni wajibu wako. Ni haki ya nafsi kuondoa ujinga. Ni haki ya nafsi kuondolewa ujinga. Ni kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa inna li nafsika alayka haqqan fa'ti kulli dhi haqqin haqqa. Hata nafsi yako ina haki yake, basi kila kitu kipe haki yake. Hili eneo la kwanza. Lakini ndugu Waislamu, vyanzo vya elimu zamani ilikuwa unazungumza masuala ya library, ima iwe ni personal library yako mwenyewe binafsi private, unayo nyumbani na vitabu umenunua unasoma, ama unakwenda katika library za public, maktaba ama unakwenda katika library za watu wote. Hapo ilikuwa ndio chanzo cha kwanza. Lakini sasa hivi tukasema library unayo wewe mwenyewe kupitia hivi vyombo vya kisasa, ima iwe ni mtandao kupitia simu ama kupitia nini, kupitia kompyuta hizi. Je, wasoma nini? Waongeza nini katika maarifa mapya? Ndugu Waislamu, lakini kumbuke katika vitu ambavyo kwamba tukasema kama tunataka tubadilike maisha haya ya ulimwengu huu wa Kiislamu uliofika katika ihana, katika idhlal ya kudhalilishwa, ni lazima tuanze kubadilika tangu chini, mtu mmoja mmoja. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin, Mwenyezi Mungu habadilishi yale yaliyopo kwa watu wengi, hata yughayyiru ma bi anfusihim, mpaka wabadilishe yaliyomo katika vifua vyao. Inaanza change katika mtu mmoja mmoja, ndio mabadiliko ya wengi yanatokea. Ndugu Islam, ili kisomo chako kiwe na manufaa, jambo la msingi sana yatakiwa uliweke mbele ya macho yako hili: al-ghaya, tahdidul ghaya. Malengo ya kule kusoma ni nini? Kwa nini nasoma na kwa nini nasoma hiki?
hiki ni kitu ambacho kwamba kinakupa yani aina fulani ya tarkiz, uwezo wa kuwa na yani tarkizi, concentration, kuzingatia kile unachokisoma na kupata faida na unachokisoma. Ukumbuke ndugu Waislamu, katika lengo la kwanza la kulitanguliza, mbali na lengo kwamba nataka nijifahamishe tu, nijifanyaje, nijifanyie taslia, nijiliwaze, au nataka nijue tu, nijielimishe tu. Lengo la kwanza chochote tanguliza kwa anafanya hili lillah. Ukiwa hiki kitengo hiki utakiweka, basi daiman kitakuongoza kusoma kilichokuwa na manufaa, kwa sababu kisichokuwa na manufaa hakiwi lillahi, hiyo itakuwa li shaitan, hiki kitakuwa cha shaitan. Kwa hiyo chochote ukikiangalia kwenye simu yako, soma haya malengo yake ni nini, napata faida gani, hal inaweza kuingia katisema kwamba nikikisoma hiki itakuwa lillahi na nikapewa ujira. Waangalia mpira, waangalia tamthilia, hebu soma malengo ya tamthilia ni nini. Kwa kiwango cha kwanza, je, chamridhisha Mungu? Hili jambo naloliangalia lamridhisha Mwenyezi Mungu? Pili, nini manufaa ninayoyapata? Ikiwa kule limemridhia, sasa kiwango cha pili ni nini? Ndio kuangalia nini kinakunufaisha. Hata kama kuna kitu utasema hii tamthilia ina mafunzo ya kidini, lakini kumbe ndani yake kuna kuyaangalia au kuyasikia ambapo kwamba hamrithishi Mungu, haya mafunzo yote yanafanyaje? Yanaanguka uhalali wake. Alghayatu la tubarriru alwasila, lengo halalishi njia pale inapokuwa ile njia ni nini? Ni haramu. Mfano wasema mimi nitakujenga msikiti, lengo zuri au baya? Zuri, lakini wamfanyia hada mtu waiba, wamfanyia utapeli, wasema haya hela hii mimi ndanunua matofali na simenti tu, pamoja na kwamba lengo zuri, lakini ule wasila hauwe nini? Hauwe halali, bado ni haramu kuiba, ni haramu kufanyia hada. Mwenyezi Mungu ameshasema wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah, tafuta kwa kile alichokupa Mwenyezi Mungu nyumba ya akhira. Kakupa mali, kakupa elimu, kakupa afya, kakupa vitu vyote, basi tafuta kwanza nini? Daral akhirah, nyumba ya akhira, radhi ya Mwenyezi Mungu upate nyumba yake. Wala tansa nasibaka minad dunya, lakini pia usisahau sehemu yako katika dunia. Kwa hiyo msingi mkuu wa kuchukua na kuacha, msingi ni radhi ya Mungu subhanahu wa ta'ala. Lakini la pili, tutamalizia haraka muda umekwisha. La pili ndugu Waislamu, hebu katika moja kitu cha kutuamsha hapa tulipolala kwenye usingizi mzito, hebu tujifanyieni sisi mukarana, tujifanyieni tathmini wa kulinganisha baina yetu sisi na wale ambao kwamba twasema wametupita. Hii juhudi tunayoifanya na wenzetu ni wapi kwa wapi? Ndugu Waislamu, ukija kwenye takwimu katika ulimwengu wa Kiislamu wa idadi ya mtu mmoja mmoja kusoma vitabu kwa mwaka, subhanallah, yani yafika baadhi ya maeneo ni kitabu 0 kwa mwaka, mpaka wenzetu vitabu 100, 120 mpaka 200 kwa mwaka. Vipi tutakuwa sawa? Vipi tutakuwa sawa ndugu Waislamu? Wewe jienyewe katika mwaka huu jipigie hesabu, wewe umesoma kitabu gani? Hiki ni nje ya vitabu kama Qur'ani, acha kitabu cha labda cha darasa za sunna hizi, acha kwamba elimu nyingine mpya nimejiongezea. Umesoma nini? Wengi wetu tutakuwa hatuna, wengi wetu. Sasa ulimwengu wenzetu waliotutangulia ambao kwamba leo wana elimu kubwa na imefika mahali wamefanya mapinduzi makubwa kabisa ya kiviwanda na kila kitu, hao nisba yao, muadili yao ya usomaji wa vitabu kwa mwaka inafika 100 kwenda mbele. Vipi tutakuwa sawa? Ukumbuke ndugu Waislamu, akili ya mwanadamu Mwenyezi Mungu alivyoiumba ni kama dynamo. Kadri unavyoichemsha ndipo inapokupa ziada. Dynamo ya baskeli, ukitembea mwendo wa spidi 20, mwanga wake ni tofauti ukienda ukipekecha mpaka ukafika spidi 40 mpaka 50 au 60. Mwanga wake uonaje? Kubwa. Ndio elimu ya mwanadamu ilivyo, bongo ya mwanadamu afwan ilivyo. Bali kinyume chake, kwa kadri utakavyokuwa ile bongo haifanyishwi kazi kisawa sawa, haifanyiwi haraka,
ni kama mfano wa betri ya gari ambayo kwamba haiwashi inakaa muda mrefu. Inafanyaje? Nakufa. Ndio maana leo ulimwengu wa leo tumeingia katika tatizo kubwa, ngazi zote kuingia katika kupoteza kumbukumbu, na mwisho yote baadhi ya kumbukumbu ambapo kwamba ni ugonjwa kama dementia, inaingia mpaka Alzheimer's. Alzheimer's ni ile dementia, ni kusahau baadhi ya vitu. Alzheimer's kufika mahali hata wewe mwenyewe ukiulizwa jina lako ni nani hujui. Huu ndio ulimwengu sasa hivi tulipofika. Kwa upande wa Afrika, wamefanya tathmini umri wa miaka 65 dementia ndio tunaanza nayo. Lakini ukumbuke kuna watu wamehifadhi kitabu cha Mungu na wanashughulikia elimu, wana miaka 100 na akili zao hawasahau kitu. Sasa hiyo ndio tofauti ilipo. Kama ukibaki wewe ni mtu wa kuangalia tamthilia, kuangalia mpira, wewe utakuja kusahau hata jina lako, kwa sababu bongo yako imelala, haina haraka yote. Ingiza vitu vipya. Hilo ndugu Waislamu, tukumbuke kwamba kwa kusoma ndio tunajiimarisha sisi, lakini ukumbuke vile vile ukiangalia yani walivyowekeza wao wenzetu katika elimu, kuanzia kuwawezesha watoto kusoma, mbali kuwaongeza nguvu katika mambo ya utafiti, research. Wanatumia mabilioni ya fedha kufanya research, kutia nguvu ubunifu, na ndipo mahali tumefika, mahali wametuacha mbali mpaka tumekuwa wategemezi. Na mbaya zaidi tumefika mahali tutakosa uhuru wa kusoma kitakachotufaa, watatupa kile ambacho kwamba wanakitawala wao. Mfano leo tunaweza kusema mtandao wa kisasa, kuna hii mitandao, kuna applications hizi kama ChatGPT ama DeepSeek. Ni vitu ambavyo kwamba kwa kweli vinahitaji kidogo kuangalia hal ni tahaddi ama ni fursa. Je, ni challenge ama ni benefit ambayo kwamba binadamu imemjia ataweza kujifaa nayo? Sisi tumeelewana? Yaani uwezo kusema kama vile wapewa gari, dhahiri ni kitu kizuri, kitakurahisishia, lakini kuna wakati hii gari inaweza ikawa wewe kwako ni challenge badala ya kuwa ni benefit. Inaweza kuwa ni mtihani kwako badala ya kuwa ni khairi. Tukija kwenye hivi vyombo ama vyanzo vya maarifa mingi ambavyo kwamba wana vitawala wao, vile ambavyo kwamba wao hawavitaki vikufikie, ukivibofya haviji. Vitakuja vile ambavyo kwamba wao wanaafikiana kwamba hivi havina nini vikufikie. Sisi tumeelewana? Kwa hiyo ukifika mahali wanatengeneza mazingira, ukiwa utakuwa wewe sio uhuru wa kutafuta elimu kwenye vyanzo vyake vya asili, utafika mahali utakuwa mtegemezi kwao, watakulisha kile wanachokitaka wao. Bali nafika wakafanya brainwashing, wakakutengeneza akili, mindset yako ukaibadilisha kwa wanavyotaka wewe, kwa kudhani kile ndi chanzo sahihi. Huko ndio tunapoelekea, waliadha billah. Sasa kwa kifupi, hata kutumia hivi vyombo hizi vyanzo hivi, hautakiwi mtu wa kawaida au akiingia tu amesearch achukua ataja sasa nimesoma. Vyanzo hivyo haviendi hivyo. Lazima hivyo vyanzo vyenye vyao lazima wawe ni watu wenye taaluma. Ndugu Waislamu, eneo hili kidogo ni eneo ni pana sana, na hutuba kidogo inahitaji maelezo makubwa, kwa sababu tukasema ni eneo ambalo kwamba Waislamu kama tukijibadilisha kidogo hapa, basi tutatoka kwa lugha ya kimtaani, ndipo tutakapoamka. Ni kama vile usiamsha alilala, na au kwamba mwerevu mjinga akishtuka mwerevu kwenye matata. Ndio hii sisi kama Waislamu tuna fursa tutakapokuwa tumeelimika kwa power ya pili zaidi ya power ya sababu za kibinadamu, nayo ni power ya Mungu. Ni kama ile ya mtu alipewa ilmu ya kitabu akaleta arsh ya Balqis kwa tarfat ain. Sisi hiyo ndio kuwa, ndio power hapo, kwamba sisi kama Islam tungekuwa tuna elimu, injazi zetu zingekuwa, mafanikio yetu yangekuwa kwa power ya Mungu. Ndugu Waislamu, ukija katika tarikh kuanzia wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka maswahaba mpaka watu wema waliotangulia, hatuna nafasi ya kuyazungumza, lakini kama ukipitia utaona kuna walioyafanya. Uwezo wa kibinadamu uko mbali kabisa. Pale ni power ya Mwenyezi Mungu, supreme power, power kubwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu, ndio iliyowezesha mafanikio yao. Kwa hiyo ndugu Waislamu, hotuba yetu imezungumzia kwamba ilmu
ni rif'atu lil umam. Elimu ndio unaopandisha cheo, heshima, unaopandisha umma, hadhara, yaitwaje, unaopandisha ustaarabu, maisha kuwa mazuri ni kupitia elimu. Naomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwezeshe kama umma wa Kiislamu tusome lillahi ta'ala, na watuwezeshe kusoma yale ya msingi ya kwanza ambayo kwamba ni ya dini yetu, na yale ambayo kwamba ni ya dunia yetu. Mwenyezi Mungu atupe taufiki tuyaweze, kwa sababu mwisho yote sisi Mwenyezi Mungu alishatuchagua ndio makhalifa wa haya mambo yote, kwa sababu haya mambo yote yanayoendeshwa kwenye ulimwengu ulitakiwa yaendeshwe na Waislamu, wasimamizi wa Waislamu. Mwenyezi Mungu atupe taufiki katika hayo. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wa sallallahu wa sallim barik ala sayyidina